si leo? Ni leo ama si leo? Mureharo rengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nione salamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado niko na kesi na wale wako pale, kujeni karibu hapa jameni. We want to talk to you mkiwa hapa area. Bas, kwanza kabisa na washukuru. Leo tumepitia hapa nyumbani kuangalia maneno ya maendeleo, kwa sababu mnajua ya kwamba barabara zetu nyingi zilikuwa zimekwama, na hazikukwama mwaka huu, hazikukwama mwaka uliopita, hazikukwama 2023, hazikukwama 2021, zilikwama 2020, 5 years ago. Na ile ilisababisha miradi ya maendeleo kukwama Kenya nzima ilikuwa hali ya uchumi. Kwa sababu hali ya uchumi wa Kenya iliathiriwa pakubwa na ile neno ya ugonjwa wa corona. Mnakumbuka corona nyinyi? Mnakumbuka corona? Si tulifungiwa nyumbani kwa zaidi ya mwaka mmoja? Siku ya corona kuna mtu alifanya kazi? Siku ya corona kuna mtu alifanya biashara? Siku ya corona kuna mambo ya kiuchumi ilikuwa inaendelea? Hiyo kukaa nyumbani nchi nzima kwa mwaka mmoja ndio karibu isambaratishe uchumi wa Kenya. Na siku ile Rais Ruto anachukua usukani, Kenya ilikuwa mahali pabaya. Ndio unaona kulikuwa na maandamano ya sufuria, kwa sababu kila siku bei ya unga ilikuwa inapanda kila siku, 220, 230, 240, 250, 260. Ni maka natema. Niguo kanategwo. Mambo mengi ilikuwa imepanda. Petroli ilikuwa inapanda kila siku. Shilingi unaamuka leo ni 170, kesho 180, kesho kutwa 200, 217, 218. Mambo ya mfumuko wa bei, inflation ilikuwa dhabifu. Kupata dola moja ya Marekani ilikuwa shilingi 167 ndio upate dola moja ya Marekani. Na uchumi ukakuwa mahali pabaya. Katika miaka ambayo imepita, miaka mitatu, tukiongozwa na Rais William Ruto, tumejaribu kupunguza makali ya matatizo ya kiuchumi. Ile shilingi ya Kenya ambayo ilikuwa hafifu, ilikuwa haina nguvu, ulikuwa unahitaji 167 shillings kupata dola moja. Leo shilingi ya Kenya iko na nguvu. For the last 2 years, Kenya shilling is exchanging at 128, 129 shillings per dollar, from high as 165, 167. Petroli inashuka kila mwezi shilingi moja, shilingi 5, shilingi 3, imetoka 280. It has gradually decreased every month. Inateremka shilingi 3, shilingi 5, shilingi 7. Last week imeteremka na shilingi 4. Na itaendelea kuteremka vile tunasonga, kwa sababu wale watu wa uchumi hata katika dunia wamesema mahali tunaendelea uchumi wetu wa Kenya unaanza ukipata nguvu, ukiimarika step by step. And now that we have stabilized the economy, sasa tumetafuta pesa ya kurejesha ile miradi ilikuwa imekwama. Miradi ya barabara, miradi ya stima, miradi ya maji, miradi ya maendeleo. Sasa kwa sababu matatizo ya uchumi sio, hata kama hajajaisha kabisa, imepungua kiasi. Our shilling is stable. Inflation is under control. Bei ya fertilizer ambayo wakulima wengi hawakuwa wana mudu imeteremka kutoka shilingi 7,000 2022, ilikuwa shilingi 7,000 kwa gunia. Leo ni shilingi 2,500. Ndio wakulima wengi wamemudu hiyo bei, wakatumia hiyo mbolea, ikazalisha mahindi ya kutosha. Ndio unaona siku hizi hata kukiwa na kiangazi bado tuko na chakula,
kwa sababu chakula ambayo tulikuwa tumezalisha ilikuwa chakula ya kutosha. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuwatangazia watu wa Mbeere South, watu wa Kangeta, huu ndio ule mwaka ambao mtaona mambo makubwa ambayo yalikuwa yamezuiliwa hapo nyuma kwa sababu ya uchumi. We are going to see a lot of transformation this year between now and December. Barabara zetu zote tumezifufua. Tumelipa madeni ya contractors wale walikuwa wametoka site, ikiwemo hii barabara yetu. Unajua hii barabara yetu ilikuwa imetoka huko sehemu ya Kanyambora ikafika mpaka Siakago, lakini hiyo barabara bado haikuwa inaisha. Ilikwama kwa sababu ya matatizo ya pesa, lakini sasa tumetafuta pesa. Tumelipa contractors wote madeni ambayo tumekuwa nayo bilioni 177, 177 billion. Contractor debts have been paid in full, and every contractor now in Kenya is back on site. Right now we have 6,000 kilometers of tarmac across Kenya, na hii barabara yetu ikiwa moja za zile barabara ambazo contractor amerudi. Na sasa contractor hawatatoka tena, hawatatoroka tena, tutawalipa. We will pay their debts as they fall due. We will pay them timelessly because we have enough money to complete all the 6,000 kilometers of toll road across Kenya. We even have money to start new roads across Kenya. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo namna hiyo namna hiyo namna hiyo namna hiyo namna hiyo? Hey, this is the year for work. God has been good to us. Our country was not in a good place. Nchi yetu haikuwa mahali pazuri, lakini tumefanya bidii, pia Mungu pia ametusaidia. Hiyo bidii imeleta matunda. We have brought down inflation. We have reduced fertilizer prices. We have stabilized the Kenya shilling. Now we have money to do electricity, to provide water, and to provide medicines in our hospitals. Na mimi niko hapa kuambia hivi, ile barabara ambayo ilikuwa imebaki sasa tunaikamilisha mara moja na inaenda speed kama gari ya Muguka. Ni fire si fire? Tujenge tusijenge? Hii barabara tunaikamilisha speed kama gari ya nini? Wangapi wanakubali tuendelee na hiyo speed? Therefore today nimekuja kuangalia hii barabara ambayo inatoka Gashoka Junction kupitia hapa Kangeta kwenda mpaka Gashuriri, na ikifika hapa Kangeta tuisukume iende mpaka Kiumboini ndio ishikane na watu wetu wa Kirinyaga. Madereva magari ya Muguka inatumia hii barabara. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hii barabara sasa nimeambiwa na Mheshimiwa Nebat Muriuki na Gavana Karinda na Senator wetu Mundigi na waziri wetu Roko wameniambia liwe liwalo, lazima nitafute pesa tumalize hii barabara ifike mpaka Kiumboini. Mnakubaliana na hao? Mnakubaliana na Nebat Muriuki? Mnakubaliana na Gavana Karinda? Mnakubaliana na Senator Mundigi? Kaba Mundigi Tekagata? Mnakubaliana pia na huyu ambaye ni waziri wetu Roko? Nitafute barabara ndio ikifika pale ingine ikienda Gashuriri, hii barabara itoke hapa Kangeta iende mpaka Kiumboini, kule Kiumboini ishikane na ile njia nyingine ambaye naenda kuona saa hii, ile ya kutoka Piai kwenda Murindoko kwenda mpaka Ndindiruku kwenda mpaka Kiumboini, Ndindiruku inateremka mpaka White Rose pale Nguruvani. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Nyinyi mnaona niko na geography ya hii mahali.
Si mmeona najua barabara za Kenya? Si mnaona najua barabara zetu za Mount Kenya? Si unaona nazielewa? Na ninakazana nikisaidiana na viongozi tutafute ile barabara ambayo haijajengwa ijengwe. Kirauni kireya wake mutwe kya wande nevati. Wewe na ugata. Kirauni kireya wakele ko. Kile kiongo, hiki wande nevati. Hiki wande nevati. Mimi nataka kuambia wale wengine ambao kiongozi anatofautishwa na kazi ambayo anayafanyia wananchi. Kiongozi maana ya kiongozi sio kulalamika wananchi wakilalamika. Maana ya kiongozi akisikia wananchi wanalalamika, anaenda anatafuta suluhisho. Si mmesema tuweke lami kutoka hapa Kangeta mpaka Kiumbaini? Sio ndio malalamiko yenu? Si Deputy Rais amefika hapa leo? Sasa mimi nataka niwahakikishie Nonto Kirauni kireya wage kiongo, hii barabara wapande washuke, juu chini, kulia kushoto, mbele nyuma, tunaweka hii barabara lami. Ndio niambia rais akuja atufungulie ikikamilika kabla ya uchaguzi. Mimi niambia rais wetu akuja atufungulie hii barabara. Unakubaliana na nyinyi? Unakubaliana na mimi? Nitafute pesa. Kazi ya kiongozi sio kuchemsha wananchi na kuwaletea mushene na kasheshe na kisirani. Shida, ukisikia shida ya wananchi, unatumia mamlaka ambao umepewa, unaenda unatafuta suluhisho, ndio wananchi waone maana ya kuwa na kiongozi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kuna watu wanazunguka huku hata wanajaribu wanafikiri watakuja kutuvuruga siku ya kampeni. Mimi nataka niseme wera wa mtu walie. Wera wa mtu wekata. Kila mtu na kazi. Mimi nitajitetea na hii barabara. Mimi nitajitetea na barabara kuingia Kiumbaini. Mimi nitajitetea na ile stima naenda kutafuta. Mimi nitajitetea na masoko ambayo tunajenga, ikiwemo Kiretiri, ikiwemo masoko 12 yale tunajenga hapa Embu County. Hiyo ndio kazi ambayo nitajitetea nao, ili hao wengine watuambie siku ile walikuwa kwa mamlaka kama mimi, nini walileta mbele South, nini walileta hapa, nini walitetea ikakuja hapa kwetu, na kuambia watakuwa na siku mrefu. Wataona fire. Wataona fire. Wataona fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse ya watu ya Kangeta. Mbwekse. Nini nasikia muko kwa 2 term, ni kweli? Muko 2 term. Muko kwa 2 term. Kwa sababu ya barabara. Umeingia 2 term. Kwa sababu ya lami yetu umeingia 2 term. Wacha nione ndio wale wako Nairobi wasikie tumeingia kwa 2 term. Na mimi nitazungukana na mambo ya maendeleo hapa. Mimi nitakuja hapa siku mingi hapa mbele South mpaka mchoke na mimi, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Hapa niko na kazi nyingine. Hata next week nitarudi hapa na mradi mwingine ya maendeleo. The other week mimi narudi hapa. The other week mimi narudi hapa. Nataka nirudi nisirudi. Nirudi nisirudi. Nirudi nisirudi. Wacha nione wale wanasema nirudi. Kwa hivyo watu wetu wa Kangeta, msiwe na wasiwasi. Sisi we are busy working for you. I want to assure you this road from Gashoka Junction through Kangeta to Gashoreri, and from Kangeta Junction to Kiumbaini, that between me, President Ruto, and your leaders, Governor Karinda, Mheshimiwa Neba, Senator Mundigi, sisi sote tutahakikisha hii barabara tunaweka lami, twende tulete rais atufungulie hiyo barabara ikiwa imekamilika. Na unajua ikifika Kiumbaini pale, mimi sasa naenda kutengeneza kutoka upande wa Kirinyaga. Ndio gari ya Muguka ikitoka hapa inaenda na lami mpaka inashika pale Ngurubani, inaenda mpaka Nairobi faster, so that the economy of this area can develop. Ama mnasemaje? Ama nyinyi mnataka msene?
Mnataka fitina? Mnataka kuongea mambo ya viongozi wengine hapa? Mnataka fitina? Mnataka kazi ama maendeleo? Ni kazi na maendeleo, sio fitina. Mnataka kazi ama fitina? Maendeleo ama fitina? Kazi ama fitina? Maendeleo ama fitina? Wangapi wa maendeleo na kazi? Maendeleo na kazi, maendeleo na kazi, maendeleo na kazi. Yes, so mimi naenda kuandika hapa nyuma men at work, ndio nisisumbuliwe na watu ambao wako na pelepele mingi. Unajua kuna watu wako na pelepele mingi, wakiamuka pelepele, jioni pelepele, mchana pelepele, Jumatatu pelepele, Jumanne pelepele, Januari pelepele, December pelepele. Mimi niko kazi my friend, because I know when the time comes to account, I must show in every constituency of Kenya what I've been able to do together with the leaders of that area. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Tuendelee na hiyo laini. Nige kuruku kiratu koi. Hiyo ndio mtindo ambao tunataka, mtindo ya maendeleo. Tushindane mambo ya maendeleo. Mimi nijikazane, wale wengine wakazane, na hakuna mtu anatembea hapa haja kuwa na ofisi kubwa kwa serikali. Kwa hivyo wakikuja tutawauliza maswali. Mimi niulizo yangu, wale wengine waulizo yao. Sio kuleta propaganda hapa na mambo ya bure. Ama namna gani jamani? Kazi bila kelele. Tufanye kazi bila kelele. Namna hiyo. Na mimi niko chonjo mbaya mbovu. I am very focused. I don't want distraction. Sitaki mtu kunipotezea muda. Men at work kama hao watu ya barabara, unaona hawataki mchezo, kwa sababu lazima wakazane, wapate riziki, wafanye kibarua, na wananchi wapate barabara ya kufanyia mambo yao ya biashara. Ni fire si fire, ni noma si noma. Bas mimi nimewachwa hapa kuhakikisha kwamba barabara itakamilika, na hii hapa ya kwenda Kiumboine lazima nitengeneze, ndio nishikanishe na ile ingine natoka PI inapikitia Marurumo, Ndindiruku, inaenda mpaka kule White Rose pale Nguruvani. Ni fire si fire. Watu wengine wanazunguka hapa, ukimuuliza Ndindiruku ni wapi ajui, ukimuuliza Marurumo ni wapi ajui, ukimuuliza Kangeta ni wapi, ukimuuliza Gashururi ni wapi, ukimuuliza Gashoka Junction ni wapi. Niseme. Si ndio kweli jameni? So mimi nataka ni kuzunguka mpaka nihakikisha kwamba kila kijiji iko na stima, kila kijiji iko na lami, kila kijiji iko na maji. Si mnajua tuko na project ya maji hapa jameni? There is an ongoing project mbili hapa mbele ya kusaidia watu ya Mbeere South na Mbeere North. Big projects, mimi nitarudi hapa kuangalia. Iko Kiambere bulk water project na iko Kamburu bulk water project. Mimi nitarudi hapa, hata mkitaka nikuje next week ndio niangalie maji, ndio siku ile nyingine niangalie stima, siku ile nyingine barabara nyingine, namna hii. Tukifika huko mbele, wale watu hata watasikia aibu kukuja huku kuongea mambo ya bure. Ama namna gani jameni? Fire si fire, inoma si noma. Kwa hivyo, kwa sababu leo ni siku ya kazi, mimi nataka mrudi kwa kazi zenu. Hatutaki tuchukue muda mrefu. Viongozi wa hapa tu watasema jambo, but because we will have other meetings, today is not the day to talk about everything, because we'll be back again. Nataka tu waseme jambo. Tuko na MCA wengi wako hapa, labda kwa niaba yao gavana ataita mmoja aseme jambo, mheshimiwa wa hapa atasema jambo, senator atasema jambo, gavana atasema jambo, dakika moja. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Alafu mniruhusu niende Mwea kule Kirinyaga, naenda kufanya kazi kama hii. Nikimaliza niende Nyeri, nikimaliza niende Kiambu mpaka jioni. Kesho niko Meru, nikitoka Meru niende Laikipia, nikitoka Laikipia niende Nyahururu. Watajua hawajui my friend. Ni fire si fire, ni noma si noma. Nimewaambia huu ndio mwaka wa kazi, watakuwa na siku mrefu, kwa sababu
Uwezi weka wananchi kwa maneno ya fitina na una suluhisho ya mambo yao. I want my work to speak for me when the time comes. Mimi nataka kazi yangu initetee siku ya kampeni ikifika. Kwa hivyo tukimaliza, kwa sababu tunaenda Kirinyaga na Kiambu, nitaambia Muriuki, mbunge wa hapa, nitamwambia niseme nisiseme. Si nimefika area leo. Kazi Kenya mmefanya inaonekana. Elele tumekataa ukabila, tumekataa hapa kazi tu na William Ruto, hapa kazi tu na Kithure Kindiki, ni tutam na William Ruto, tunasema tutam na Kithure Kindiki. Fire si fire, fire na William Ruto, no mercy no man. Mama Maria Iremba Sahu. Ndio kanatevia. Ndio Maria mimi nimesema nikiondoka niende, kwa sababu tuko na gavana na tunaenda shughuli nyingine, kwa sababu tuko na gavana. Ndio basi wewe mtu ya nini, afadhali hata hii ni fake. Sema nisiseme. Nasema tukitoka hapa saa hii, mimi na gavana mturuhusu. Gavana kuna mahali tumemtuma, mimi naenda Kirinyaga. Mondigi kuna mahali tumemtuma, ule tutabakisha hapa ni Mheshimiwa Nebal Muriuki. Na kwa sababu leo mkiwa na Kiura, ni mmoja Kiura. Kiura ni fire si fire. Kiura ni fire si fire. Sasa Muriuki na Kiura wabaki na watakuwa na salamu za Deputy Rais wa Jamhuri ya Kenya. Iko makosa nikianza salamu? Iko makosa nikianza salamu? Ngatika ngeni kakwena dhina. Iko salamu? Kuna complainant? Kuna mtu analalamika? Seme nisiseme. Ngapi wanasema tuache salamu, 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 salamu. Barabara ikikamilika tunaleta rais atufungulie. Si namna hiyo? Si namna hiyo? So nikirudi Nairobi niambie rais aje? Niambie rais aje? Nimwambiaje? Nimwambiaje? Niambie rais aje? Niambie rais aje? Wacha nione salamu ya rais ya tutani, 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 tutani. Lakini na mambo yangu mnasemaje? Ateke? Atendoi? Ate ngapi? Ate ngapi? Namna hii? Ate 4 town. 4 town. Ya fireman. Fireman ni 4 town. Fireman ni 4 town. Wacha nione wala nasema. Hai mumeamua. Mumeamua ni 4 town. Wale wako mbali hawajasikia. Wacha nione 4 town. 4 town ya fireman. Mko serious hivi? Bas, kwa sababu nyinyi ni watu ya 4 town, wacha na mimi nicheze kama mimi. Nicheze kama mimi. Kama mimi. Wangapi wanasema tutaki? Bas, asante sana. Wacha sasa kwa heshima niulize gavana wetu atusalamie. Gavana Cecily Mutito Mbarire. Hebu nisalimieni kwa hewa. Bwana asifiwe. Yani mukire guka